Dakika 45 Simba anaongoza, lakini tulivyorudi kipindi cha pili walionekana kuwa bado ni timu ambayo ina uhitaji kupata matokeo. Lakini baadaye wanakuja kupata kadi nyekundu ambayo alionyeshwa Yusuf Kagoma. Inaweza kuwa ndio moja ya sababu ambayo ilipelekea kuharibu mipango ya Mwalimu Fadru katika kipindi cha pili. 90% kwa kiasi kikubwa ushindi wa Simba Sports Club ulikuwa umebebwa na kijana huyu kutoka Tanzania kwa maana ya Yusuf Kagoma. Unaona, baada ya kutoka kwa maana kupata red card, eneo la juu lilazimika mtu mmoja kushuka kwa ajili ya kumsaidia Fabrice Luamba Ngoma kutokana na ule ugumu ambao ulikuwa unajitokeza katika eneo la katikati ambalo lilikuwa linaongozwa na Lamine Kamara. Lakini tukirudi katika dakika za mwishoni kuanzia dakika 80, kuna namna ambavyo ile game approach ya mwalimu wa Simba Sports Club ilianza kumomonyoka, na hii inatokana na pressure kwa wachezaji kwa ajili ya kuweka historia, na hii si kwa Simba Sports Club. Ilivyo ni kwamba kwa asilimia kubwa unapokuwa upo nyuma na unatafuta matokeo, zikifika dakika kuanzia 80, ile ari pamoja na tunasema na pressure inakuwa ni kubwa, kwa sababu vichwa vinahitaji kufanya mambo makubwa, lakini mbinu zinashindwa kufanya kazi. Na ndiyo maana tunamuona baada ya ingizo la kijana wa Tanzania kwa maana ya Kibu Denis, aliweza kufanya attempt nje ya box ambapo ni mzuri katika sehemu nzima ya kupiga, lakini pia ni mzuri akiwa katika zile runs za kumfuata mpinzani.